أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد أيها الإخوة. Ndugu wapenzi watazamaji wa television yetu TV Africa, katika darasa letu la leo tutaangalia juu ya wanasayansi wa karne ya 20 na 21 walivyokifanyia utafiti kitabu hiki kitukufu wa Al-Quranul Karim, ili wapate kujua ya kwamba kweli Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na je, vile inavyosema Qur'ani ya kwamba hakuna kiumbe atakayeweza kukiharibu kitabu hiki au kuingiza herufi moja au kutoa hata herufi moja ndani ya kitabu hiki, je, haya yanayosemwa ni sahihi? Wametumia programu hizi za kisasa katika teknolojia hizi za karne ya 20 na 21. Wametumia chombo kinachoitwa radio carbon. Chombo hiki kinatumika katika kujua ukale wa kitu, kwamba maada yoyote ile wanapotaka kujua kwamba ina umri gani, kama vile jiwe, ubao, mfupa, ngozi, chuma, wanatumia chombo hiki radio carbon. Na pia wametumia programu iliyopo katika kompyuta inayoitwa scanning programming, kutaka kujua kama hii Qur'ani hii tuliyokuwa nayo leo katika karne hii ya 20 na 21 ndio ile original aliyoteremshiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika karne ya 7. Katika tafiti wamekuja kuona ya kwamba kitabu hiki kimewekewa ulinzi wa hali ya juu kabisa, kwa sababu kinakuwa ndio kitabu cha mwisho. Hakitokuja tena kitabu kingine baada ya kitabu hiki isipokuwa kitasimama kiyama. Kwa hiyo kitabu hiki kinawajibika toka kilipoteremshwa mpaka hivi leo, mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Qur'ani inatakiwa ibakie katika usahihi wake, ukweli wake, uthibiti wake. Kitabu kinatakiwa kibakie na lugha yake mama iliyoteremshiwa, lugha ya Kiarabu, Kiarabu cha Kikuraishi. Na inatakiwa kitabu hiki kibakie katika version yake moja tu, katika toleo lake moja tu. Wamekuja kuona ya kwamba kitabu hiki kimewekewa ulinzi wa hali ya juu na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, ili kipate kuwaongoza viumbe ndani ya ulimwengu, ndani ya sayari yetu hii inayoitwa dunia, mpaka kitakaposimama kiyama. Pia wamekuja kugundua ya kwamba kitabu hiki, moja katika namna ya ulinzi uliowekwa ndani ya Qur'ani, katika kuandika kwake kitabu hiki, kuandikwa kwake, na katika kupangiliwa kwake, na katika kuhifadhiwa kwake, imetumika fani ya kiilmu ya kimahesabu katika kukiandika kitabu hiki kitakatifu Al-Quranul Karim, na katika kukihifadhi kitabu hiki Al-Quranul Karim, na katika kukipangilia kwake kitabu hiki kitakatifu Al-Quranul Karim. Jambo hili anakuja mwanadamu mwenyewe kulishuhudia kwa macho yake mawili atakapokuwa ameishika ile Qur'ani na kuiangalia.
atakuja kulishuhudia jambo hili pamoja na ubongo wake na moyo wake na ule ubinadamu wake, ule utashi wake. Atakuja kukubali mwanadamu ya kwamba hakika Qur'ani ni muujiza wa miujiza, ni muujiza uliokuwa mkubwa kabisa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomteremshia bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Hili litakuja kuthibiti katika moyo wake mwanadamu, katika roho yake, katika akili yake, katika ubongo wake, katika utashi wake, katika silka yake. Ile mwanadamu atakuja kukubali ya kwamba hakika Qur'ani ni muujiza uliokuwa mkubwa kabisa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomteremshia bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim katika sura ya 17 Bani Israila aya 88 mpaka aya 89. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim kinasema, qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Sadaqa Allahu al-azim. Sema, uwaambie hao, hata kama watajikusanya jamii yote ya wanadamu na jamii yote ya majini ili wapate kuandika kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim, sio kama hiki kilichokuwa mfano, kitabu hicho watakachokiandika kilichokuwa mfano kama kitabu hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim, la ya'tuna bimithlihi, hawatoweza kuleta mfano wa kitabu kitakachokuwa mfano wa kitabu kama hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Hata kama wao watasaidiana vipi wao kwa wao, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama wao watasaidiana vipi wao kwa wao, hawatoweza kufanya jambo hili. Na Qur'ani hapa imetumia maneno ya mkato kabisa, la ya'tuna bimithlihi, hawatoweza kuleta kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki. Hapa Qur'ani inatoa lugha ya motisha, inatoa lugha ya kuwatia morali wale wanaoitwa waingie uwanjani kuja kushindana na kitabu hiki. Ni lazima jamii hizo kuu mbili zitajiuliza, kwani kitabu hiki kina nini? Mpaka ishindikane jamii zote mbili kuu ya wanadamu na majini, kwamba hata kama watasaidiana vipi, kwamba hawatoweza kuandika kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Kwani kitabu hiki kina nini? Hapa wanasayansi walikuja wakaichukua aya hii wakaiingiza katika kompyuta, katika program inayoitwa scanning programming. Wakaiuliza kwamba kwani kitabu hiki kina nini, mpaka ishindikane jamii kuu mbili zilizopo katika dunia, jamii ya wanadamu na jamii ya majini, kwamba washindwe kuandika kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki. Kwani kitabu hiki kina nini? Wakaambiwa ya kwamba ili muweze kuandika kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki, sharti la kwanza, idadi ya watu katika dunia inatakiwa iwe ni 626 septillion. Idadi ya watu inatakiwa iwe hivyo. Septillion moja inavyoandikwa, inaandikwa moja, alafu zile 0 zinakuwa mafungu 8, ndiyo septillion moja. Sasa zinatakiwa zile septillion ziwe ni 626. Idadi ya watu inatakiwa iwe hivyo duniani. Na mpaka sasa hivi watu wote sisi tuliopo katika dunia, hata ile septillion moja hatujafika. Watu wote tunakadiriwa tupo karibu takriban bilioni 7 na pointi hivi. Kwa hiyo ndiyo maana kitabu hiki kikasema la ya'tuna bimithlihi,
hawatoweza kuleta kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki. Maana yake ni kwamba kitabu hiki kwa watu waliopo katika dunia kinakuwa kipo juu ya akili zao. Sharti la pili katika hesabu hiyo ya 626 septillion, inatakiwa idadi ya watu wote hao wasiwepo hata mmoja aliyekuwa mbumbumbu. Wote wanatakiwa wawe mabingwa wa uandishi, alafu wapige kura wampate mtu mmoja. Kwa hiyo hapa unakuja kukuta ya kwamba ipatikane sehemu moja ya 626 septillion, ndipo huyo mmoja huyo atakayewazidi wote wenzake katika fani ya uandishi ndiye atakayeweza kuandika kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki kitakatifu, Al-Qur'anul Karim. Lakini kwa kuwa idadi hiyo ya watu katika dunia haipo, kwa hiyo jambo hili halitowezekana, na ndiyo maana Qur'ani ikajibu kinaga ubaga bila kubabaika katika kuwaita watu katika jambo lako unalowaitia muje kushindana. Ukasimama kinaga ubaga bila kubabaika katika hoja unayoitoa, yaonyesha dhahiri ya kwamba ni katika dalili ya usahihi wa kile unachowaitia. Kwa hiyo hapa Qur'ani haikuogopa muda wala wakati wala zama wala watu wala mahali. Qur'ani hapa inawaita viumbe wote, jamii kuu mbili ya wanadamu na majini, waingie uwanjani kuja kushindana nayo ile Qur'ani. Na Qur'ani imewaambia la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hamtoweza kuleta kitabu kilichokuwa mfano wa kitabu kama hiki hata kama mutasaidiana vipi nyinyi kwa nyinyi. Wapenzi watazamaji, hii inakuwa ni sehemu ya kwanza ya mfululizo wetu katika mada yetu kwamba Qur'ani ni muujiza wa miujiza, na ndiyo muujiza uliokuwa mkubwa kabisa wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko miujiza yote aliyoifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuliko miujiza yote iliyofanywa na manabii wote na mitume wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo tunasimamia hapa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar.